Uhali gani mtazamaji wa J19 TV, karibu katika kipindi cha All Sports ambacho tutaenda kuzungumzia kuhusiana kurejea kwa ligi kuu ya Uingereza. Lakini kabla hatujaanza kuelezea kuhusiana na kuchambua mechi ambazo zitakazoanza kesho, nikukumbushe tu kwamba hizi jezi ambazo unakuwa unaziona ambazo tuna shine kutoka kwa Deo pale Sabasaba, lakini ukitaka kuweza kufahamu kwamba uweze kupendeza zaidi, jezi nzuri kabisa, ukiangalia uzi ambao unakuwa unanata zaidi vizuri, unakuwa unafahamu kabisa na jinsi gani kuweza kupata kwa bei rahisi kabisa. Namba ziko hapo chini, unaweza kumpigia moja kwa moja na kaweza kukuelekeza dhahiri shahiri kuweza kupata. Lakini kubwa zaidi sasa tuweza kuelekea kesho, ndo ufunguzi unakuwa unaanza rasmi wa ligi kuu ya Uingereza. Tupo na mchambuzi mahiri hapa jijini Dodoma, Tanzania. Yeye ataweza kutuambia nini kuhusiana na ufunguzi wa kesho, ambapo mechi itakayoanza kati ya Arsenal dhidi ya Brentford. Vipi kuhusiana na mtazamo huo? Mambo vipi kaka? Bana fresh kabisa. Jina? Kwa majina mimi ni Joseph Mapes aka Kazola. Kazora, tuzungumzie kuhusiana na mtazamo wako kuanza kwa mechi hizi ambazo unazoanza katika ufunguzi wako. Jicho lako linatazama vipi? Of course unajua nimekuwa ni kipindi kirefu kidogo toka ligi kuu nchini Uingereza imetamatika, na kitu ambacho ni ligi pendwa. Kwanza ni ligi pendwa ambayo ulimwenguni kote, na hivi sasa ndo ligi namba 1 kwa mvuto na mambo mengi ya kibiashara mengi yanakuwa yananufaika, ama wengi wanakuwa wananufaika kupitia ligi kuu nchini Uingereza. Lakini kitu kizuri zaidi ni kuona inarejea ikiwa na timu zote ambazo timu pendwa zikiwa zimejiandaa vizuri. Tunaamini hivyo. Of course kuna ongezeko la vilabu ambavyo vimeleta ushindani kwenye ligi kuu ambavyo hatukutegemea miaka ya nyuma kuviona kwenye level za juu. Kwa hiyo tunategemea kuona ligi yenye ushindani wa hali ya juu, na kitu kizuri ni kwamba tunaona karibia timu zote zimefanya maandalizi mazuri. Unapomzungumzia Manchester City, unapomzungumzia mtu kama Liverpool, unapomzungumzia mtu kama Manchester United ambaye alidrop kipindi cha nyuma, lakini sasa hivi tunamuona msimu uliopita ameachieve kidogo ukilinganisha na misimu ambayo imepita toka ameondoka Alex Ferguson. Amekuwa akistruggle sana. Kwa hiyo tunategemea kati siku zinavyozidi kwenda watakuwa wanarudisha ule ubora wao ama ule ubingwa wao, harufu ile ya kiubingwa. Na ukiachana na hivyo pia kuna timu kama Chelsea ambayo sasa hivi iko chini ya mikono salama kabisa ya Thomas Tuchel, kocha mwenye mbinu za aina yake, na tunaamini pia yeye mpaka hivi sasa tunamuita title contender. Na ukiachana na Chelsea pia kuna mtu kama Tottenham uwezo kumwacha kabisa kwenye zile rada za ubingwa. Lakini vile vile kuna timu kama Leicester City, moja ya timu ambazo hazitabiliki kabisa hata siku moja. Imekuwa na kikosi kizuri, imekuwa na wachezaji wenye talent za aina yake, ukilinganisha hata na vilabu vingine vikubwa. Mchezaji mmoja unaona kabisa kuna gap amepigwa. Kwa mfano nikupe mfano mzuri, Arsenal, ukimlinganisha kikosi cha Arsenal na Leicester City, unaona Leicester City ana kikosi kizuri zaidi na ana timu bora zaidi kuliko Arsenal. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri kinaenda kuleta ile hamasa ama kuonyesha kwamba ni ligi pendwa kwa namna gani kutokana na matokeo yanayopatikana viwanjani, lakini vile vile ubora wa timu nyingi, sio timu moja tu. Na ndio maana tunaona mechi nyingi za ligi ya Uingereza zinakuwa zikifuatiliwa, sio zile tu za big match peke yake, hata zile za timu za kawaida. Kwa mfano kutana na game ya Leicester na Tottenham, hiyo ni game nzuri ya kutazama. Wolves anapokutana na Southampton ni game ya kutazama. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinafanya ligi ya Uingereza inazidi kukua kibiashara na inakuwa na mvuto zaidi ukilinganisha na ligi zingine. That's why tunaona hivi sasa kurejea kwake imekuwa ni kama mpira umerudi mahala pake. Tuangazie mchezaji gani unafikiri anatazamwa zaidi hasa katika ligi ya kuu ya Uingereza ambayo inataraji kufunguliwa kesho? Kwanza kabisa hatuwezi kumwacha mtu kama Harry Kane. Harry Kane ni mmoja ya wachezaji bora kabisa kuwahi kutokea katika English Premier League pale, na ni Muingereza. Tunajua hilo, ni Muingereza na ni mtu ambaye of course msimu umepita ulioisha amekuwa ni top scorer akiwa na klabu yake ya Tottenham. Tumeona rumors za hapa na pale za kuhusishwa na klabu nyingine kama kwenda Man City, ambapo mpaka hivi sasa bado kuna michakato inaendelea kufanyika ya yeye kuweza kuhamia katika klabu ya Man City, lakini ni mchakato ambao uko 50-50. Unaweza kufanikiwa na unaweza usifanikiwe vile vile. Ukiachana Harry Kane, tunakuja kwa mchezaji ambaye amesajiliwa hivi sasa. Nafikiri ni moja ya nyota ambao watakuwa kitizamwa zaidi, Jadon Sancho, ambaye amesajiliwa na klabu ya Manchester United. Ni moja ya kivutio pia katika ligi ya Uingereza msimu huu, kwa sababu ukiangalia price yake ya kumleta pale Manchester United imekuwa kubwa, takriban paundi milioni 70 na kitu, au sio bwana? Ni mchezaji ambaye kwanza amefanya makubwa na akiwa na Borussia Dortmund. Wengi wameshaprove
talenti yake ni kubwa kiasi gani. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anategemewa ataenda kuvaa viatu ambavyo wengi wameshindwa kuvivaa, vya ile jezi namba 7 ama winga ambayo ilikuwa ni ya Cristiano Ronaldo, alikuwa na hold ambayo kimsingi toka ameacha pale nafasi hiyo wengi wameshindwa kuimudu kwa ile level ambayo yeye alikuwa ameifikia. Kwa hiyo ni kitu ambacho naweza nikasema kwa Jadon Sancho pia ni mtu ambaye tunaweza tukamtizama kwa jicho la tatu msimu huu, na anaweza kaa kivutio pia katika Premier League. Tuangalie mechi ya kesho. Tuichambue kidogo kwenye mechi ya kesho kati ya Arsenal wakipiga dhidi ya Brentford. Brentford ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa ikisumbua sana Championship kabla ya kuweza kupanda daraja, na ndio ilikuwa imeongoza na ikaingia moja kwa moja. Na sasa wanakutana na Arsenal ambao wao muda mrefu sana wapo kwenye ligi kuu. Tunaitazama vipi hii mechi kwanza? Moja ya mechi za kutizama, na moja ya kivutio kikubwa cha English Premier League kama tulivyosema ni kwamba hakuna mechi ndogo. Mechi nyingi zimekuwa zina ushindani, hata timu kubwa zinapokutana na vilabu vidogo tumekuwa tukiona vile vile ushindani wa hali ya juu, na ndio maana inapelekea hata baadhi ya timu kubwa kusimamishwa na timu ndogo, na hata kwenye msimamo pia tunaona namna ambavyo baadhi ya timu ndogo zimekuwa zikitoboa pale. Kwa mfano nikupe mfano mzuri, timu kama West Ham, timu kama Leicester City ambazo tumeshazoea kuwa kama vilabu vidogo, lakini unaona kwenye msimamo ambapo kuna timu kubwa zinapigwa magepu. Na hawa ukiwaangalia sio watu ambao kiuchumi wako vizuri sana ukilinganisha na hizi timu kubwa kama Arsenal na zinginezo, lakini kimpira wako vizuri sana. Nafikiri hiki ni kitu ambacho kinafanya mchezo wa kesho. Of course Arsenal ina mashabiki wengi, ina mvuto, watu wataenda zaidi kuitizama Arsenal. Na kuna ule ugeni wa ligi kwamba kuna mvuto fulani, kwanza ndio game ya kwanza lazima watu wakaitizame waone inafungua vipi ligi, au sio bwana? Kwa sababu mechi ya kwanza inaweza kutupa majibu zaidi ya ligi kwamba inaweza ikawa vipi, japokuwa sio kitu ambacho kinaweza kutarajiwa moja kwa moja, kwa sababu of course tunaona mechi ya kwanza mara nyingi kila mtu anatamani aanze msimu vizuri. Na moja ya rekodi ambayo Arsenal nayo ni katika game zake za kwanza, mechi zake za ufunguzi nyingi amekuwa anapata ushindi. Nikupe mfano, hata msimu uliopita alianza kwa ushindi wa mabao 3-0, au sio bwana? Na ukiangalia timu aliyokutana nayo ilikuwa ni timu ndogo, moja ya timu ndogo ambazo kutana nazo, na ni kama rekodi yake anazidi kuiendeleza ya kushinda mechi za kwanza. Of course kwa game ya kesho ni ngumu sana kusema Arsenal anaenda kushinda moja kwa moja. Kukilinganisha kikosi cha Brentford na kikosi cha Arsenal, Arsenal ni kikosi kizuri, lakini hiyo sio kwamba ndo inadetermine matokeo ya kesho, kwa sababu ligi ya Uingereza ina sifa hiyo, ni mpira wa kasi, nguvu, lakini vile vile determination ya hali ya juu sana kwa wachezaji wengi wa ligi ya Uingereza. Na kitu kikubwa kwa Brentford, kocha wao Frank Thomas nafikiri ni moja ya makocha ambao wamepata mafanikio ndani ya muda mfupi sana. Ameweza kuweka rekodi kwenye Championship mpaka kupanda ligi kuu direct kabisa. Msimu uliopita kabla ule wa mwaka juzi alifika kwenye ile finali akatolewa na Fulham. Ilikuwa ni bahati mbaya kwake, lakini amejipanga zaidi, amerudi kwa kishindo ligi kuu msimu. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo hakukata tamaa. Alikosa finali ile ambayo alicheza na Fulham kwa sababu timu mbili zilikuwa zimeshaenda, yeye akabakia kucheza finali na Fulham ya playoff, akatolewa na Fulham, lakini amejikoki this time ameenda bila hata ya playoff, ameenda moja kwa moja. Kwa moja ya vitu ambavyo nafikiri kwa game ya kesho Arsenal anatakiwa vitizame sana, ama vinaweza vikawa kivutio kikubwa zaidi kwenye mchezo wa kesho, nafikiri ni uwepo wa mtu kama Ivan Toney, mchezaji wa Kiingereza huyu ambaye amekuwa top scorer kwenye Championship akitupia mabao takriban 31. Na moja ya vitu ambavyo Arsenal amekuwa akiadhibiwa sana ni kukutana na mastrika ambao kiukweli wamekuwa kama tegemezi, ama ni mastrika ambao wanakuwa kwenye form nzuri. Wamekuwa ni mara nyingi sana wamekuwa kiadhibu sana Arsenal. Na ndio kitu ambacho nafikiri kwa hiyo kesho Arsenal anatakiwa makini sana na yule mchezaji, ndio mchezaji deadly kwenye kikosi cha Brentford. Ukilinganisha na wengine kuna tofauti, lakini bado kitimu Brentford bado wako vizuri. Kwa hiyo kesho nafikiri wanaenda kufungua mechi ya kwanza ya ligi. Tunaamini kwamba hata wenyewe kwanza wako nyumbani, wana home advantage. Na ukiangalia sasa hivi ligi tunaenda kuitizama, of course ni kitu ambacho tulikizoea, lakini last season tuliona mashabiki hamna kwa sababu ya janga la corona, lakini this time tunaona mashabiki wameruhusiwa kuingia. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo sasa tunaenda kuzungumzia home advantage kweli kweli. Na kama unavyojua mashabiki wa ligi ya Uingereza namna ambavyo wamekuwa kipressurize timu pinzani kwenye kupoteza matokeo ama kupata matokeo mabaya. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri kesho Arsenal atakuwa na mtihani mgumu. Na kama umefuatilia vizuri Arsenal pia mechi nyingi amekuwa kibanwa na timu ambazo wanakuwa ugenini, alafu zinakuwa zimemshinda kwenye physical battle. Arsenal sio mtu ambaye anacheza toughness sana kwenye michezo yake mingi. Ni mtu ambaye anapenda sana soft touch, anayependa sana mpira wa kupossess. Kwa hiyo ni kitu ambacho akikutana na timu ambazo zinacheza physical battle amekuwa defeated sana. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri kwa hiyo kesho Brentford zidi Arsenal ni game ambayo tunatamani
kuona ushindani ambao tunautarajia kama siku zote ambavyo tumeona kwenye Premier League. Mashabiki wa Arsenal na taraji mtakuwa mmeweza kupata mawili matatu ya kuweza kujifunza hapa kutokana na uchambuzi ambao ulikuwa unapata kusikia dhahiri. Lakini kwamba tumalizie kwa kuweza kuzungumzia ule mwisho wa ligi kuu ya Uingereza ambapo jinsi ambavyo inaweza kuisha, na unadhani na sasa wanaenda kujipanga vipi? Kwa maono yako kama mchambuzi, unaweza kuzungumzia nini hasa kabla tujaje kumalizia? Kiujumla nafikiri moja ya vitu ambavyo vimekuwa na mvuto zaidi ni namna ambavyo mwenendo wa ligi, ushindani ambavyo upo mkubwa. That's why tunaona mpaka inafika time kuna baadhi ya timu zinakuwa bado hazijajua mwafaka wao uko vipi. Lakini ukiachana hivyo pia of course kuna kitu ambacho kilikuwa kija balance kidogo ukilinganisha misimu iliyopita, bingwa ambavyo amekuwa akipatikana. Of course tuliona msimu wa mwaka juzi ambapo tuliona ile battle ya Man City na Liverpool ilivyokuwa mpaka ligi inaenda kuisha. Lakini baada ya hapo tumeona msimu ambao umepita pia mtu katangaza ubingwa akiwa bakiza baadhi ya mechi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo hataraji kuviona kwenye msimu huu pia. Tutarajii kuviona kwenye msimu huu kutokana na namna timu nyingi kubwa zimekuja zimejiandaa na zimemaliza pia msimu ulioisha vizuri. Kwa mfano Chelsea ni moja ya timu ambazo msimu huu naziona mbali sana. Ukiangalia rekodi ambayo yuko nayo Thomas Tuchel ya kuchukua makombe makubwa ndani ya muda mchache. Ndani ya mwaka mmoja ameondoka na Super Cup ambayo amechukua hiyo jana zidi ya Villarreal, amechukua kombe lile la UEFA Champions League, amefika finali ya FA Cup, amefungwa na Leicester City kwa bahati mbaya. Lakini unaona ni namna gani ambavyo na yeye yupo kwenye ile title race. Lakini ukiachana hivyo pia huwezi kumtoa mtu kama Liverpool. Jurgen Klopp ni mtu ambaye alidrop msimu uliopita, lakini bado tunaamini sana kwenye mbinu zake. Ni zimekuwa bora sana anapokutana na timu kubwa, zimekuwa bora sana anapokutana na timu za middle table, lakini vile vile hata anapokutana na timu za chini amekuwa akiziazibu kutokana na vile ambavyo wanafanya preparation. Lakini kimsingi kabisa naamini kitu kimoja, msimu huu utakuwa na vitu vingi vya kutushangaza, hususan zile timu ambazo hazitarajiwi. Na mimi moja ya timu ambayo naitupia sana jicho la tatu ni Leicester City. Kama kikosi chao hakitabomoka, kwa sababu tunazungumza sasa hivi bado dirisha lijafungwa la usajili, huenda muda wote wakabomolewa kwa mchezaji yoyote wa muhimu. Kwa sababu unapozungumzia sasa hivi Leicester City ni moja ya timu ambazo zimefanya usajili. Kwa mfano mchezaji kutokea Zambia Patson Daka ametoka na rekodi kubwa sana pale Austria, katika ligi yao ya Austria pale Salzburg. Amefunga mabao ya kutosha, na umeona ndani ya msimu ulioisha kabla hajasajiliwa na Leicester City ameibuka kinara mabao akiwa ametupia mabao takriban 30 na kitu. Kwa hiyo unaona ni sajili moja nzuri sana ambayo ameifanya Leicester City. Kwa hiyo ni timu ambayo kwanza nampongeza Brendan Rodgers kama kocha. Ni mtu ambaye anajua kuscout wachezaji wazuri. Kwa mfano mzuri tunakupa mtu kama Ndidi, Tielemans ana jicho ama ana tactical yuko vizuri kiasi kwamba anaweza kumchukua mchezaji na akamtransform kutokana na kile kidogo alichokuwa nacho akamfanya akawa mchezaji mkubwa. Ndio kama hivyo tunamwona Tielemans sasa hivi ni moja ya midfielders bora kabisa duniani. Wilfred Ndidi hatukuwahi kumuona kwenye ubora huu, tulimuona kwenye ubora wa wastani, lakini sasa hivi tumemwona kwenye ubora wa hali ya juu kabisa. Lakini ukiachana na hivyo tumemwona mtu kama Soyuncu beki kitasa kabisa, Mturuki yule. Lakini ukiachana na hivyo pia tunaona ameintroduce wachezaji wapya kama Pride, kijana mdogo kabisa raia wa Uingereza ambaye hivi sasa amekuwa ni tishio, wa Scotland, amekuwa ni tishio kweli kweli. Lakini sio huyo tu, wakina Jose Perez of course alikuwa Newcastle, lakini sasa hivi amemtransform kuwa mchezaji bora kabisa. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo Leicester City vinanifanya niwazingatie sana. Lakini Brendan Rodgers mwenyewe ukiachana tu na yeye kama yeye kuweza kuisaidia Leicester City unaona amechukua kombe la Community Shield zidi ya Chelsea, amechukua zidi ya Man City, amechukua kombe la FA zidi ya Chelsea. Kwa hiyo unaona sio timu ambayo ni ya mchezo, inaweza ikabato kwenye game za muhimu nzito na akapata matokeo. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri tunatakiwa kumzingatia sana mtu kama Leicester City. Hata Tottenham siwezi nikamtoa direct kwenye ushindani huo wa ligi kuu kwa sababu bado ana timu nzuri. Tuanze kuweza kufanya kama utabiri kwa huyu mchambuzi ataweza kutoa angazia kuhusiana na swala la mechi ya kesho. Tuzungumzie kuhusiana na swala la Arsenal wao wakipiga dhidi ya Brentford. Karata yako unampatia nani? Japokuwa Brentford yuko nyumbani, lakini nampa Arsenal ushindi. Lakini siku ya Jumamosi patakuwa na mchezo kati ya Burnley watakipiga dhidi ya Brighton. Naiona sare. Yeah. Pia patakuwa na mchezo kati ya Manchester United wao watakipiga dhidi ya Leeds.
I go for Manchester United. Chelsea wao watakutana dhidi ya Crystal Palace. Chelsea. Everton wao watakipiga dhidi ya Southampton hawa watakatifu. Hiyo naipa sare. Lakini pia Watford wao wanaingia wakipiga dhidi ya Aston Villa. Watford, Aston Villa. Lakini pia Norwich watakipiga dhidi ya Liverpool. Liverpool atamkaribisha kwa kichapo Norwich. Na tarehe 15 ambayo tumalizie, ambayo ilikuwa siku ya Jumapili, pale kuna michezo miwili tu. Newcastle watakipiga dhidi ya West Ham. West Ham. Lakini pia Spurs wao watakipiga dhidi ya Manchester City. Uzi hapa ambao wao watakipiga. Karata yako tupatia nani? Karata yangu ni hii hapa. Huo ni moja kati ya uchambuzi ambao unaweza kupata kusikia hii leo wakati tukizungumzia kuhusiana na mechi zitakazoanza kesho mpaka siku ya Jumapili. Pengine mengi umeweza kujifunza kupitia hichi, lakini pia umeweza kusikia utabiri wa mchambuzi. Wao wanasema kwamba kuna watu watapata sare na kuna wengine watakuwa na shinda moja kwa moja. Tusubiri tu matokeo, ambapo panapo majaliwa kesho dirisha liweze kuanza kufunguliwa rasmi, Arsenal wakipiga dhidi ya Brentford saa 4 usiku. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Paul de Klerk ndani ya All Sports.